Nikusalimu kwa jina la Yesu, rafiki yangu. Baada ya utafiti nikagundua maisha ya watu wengi yamefungwa, na haya mambo yamekuwa yakiwafungwa watu bila wao kujua. Na hili ni agano ambalo watu wengi wanalipuuza, lakini ni agano ambalo limetengeneza wengi duniani wapitie magumu bila kujua. Agano la zinaa kabla ya ndoa, au agano la zinaa au la mapenzi. Leo kila yeyote uliyewahi kulala naye, ina maana ulitengeneza agano kiroho kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo uliruhusu roho chafu zikaingia mikataba, ina maana ulisaini mikataba na shetani. Kila tendo alitendalo mwanadamu nje ya Mungu anasaini mkataba wa uharibifu na shetani. Kila tendo alifanyalo mwanadamu kwenye mapenzi ya Mungu anasaini mkataba na Mungu. Sasa uharibifu au asilimia ya uharibifu inategemea umesaini mikataba mingapi na shetani kwenye maisha yako. Unakuta umezini kabla ya ndoa, na umeishi na mwanaume kabla ya ndoa, au umemzalia mwanaume kabla ya ndoa, au umefanya vitu vingi ambavyo haviendani na mapenzi ya Mungu. Na hili ni jambo ambalo lipo inaendelea. Unakuta dada na kaka wanaishi kama mume na mke, hawajaoana. Unakuta sasa hivi ndoa nyingi hazina ndoa. Unakuta wanazini, mtu ameishi naye miaka 6, miezi mingapi amekuzalisha. Ina maana hakuna uwepo wa Mungu. Ina maana hiyo yote ni hasara juu ya hasara, ni ushetani juu ya ushetani, na hakuna ndoa, na mwisho wa mwisho kinachotokea hiyo ni hukumu ya jehanamu ya moto. Kumbuka, mwanadamu asipokubali kurudi kwenye sheria ya Mungu, kutaka kujua Mungu anasemaje juu ya maisha yake, huyo mwanadamu ana possibility ya kujifunga na kuishi kwenye vifungo na kufunga milango yake ya mafanikio. Kumbuka, unapofanya kitendo chochote kibaya kisichompendeza Mungu, unaruhusu roho zako za ukoo kuweka mkataba ndani ya maisha yako, au kufurufiri mikataba yake, kwa sababu ya maana imepata milango, na ile ni milango ya damu. Kumbuka, kila ukoo una mikataba ya kishetani, kwa sababu wazazi wetu wengi wa zamani kabla ya wokovu walikuwa wana matambiko. Sasa watu walipookoka wenda labda wakaviacha vile vitu. Sasa sio kusema vilikufa, zile ni roho. Kwa uzipo, unapotenda tendo baya, ya maana zile roho zinaweza kukufuatilia. Na wengine tuna tabia chafu, si kwa sababu tungekuwa na tabia chafu. Ila mikataba ile, na maana zile roho chafu zinatufuatilia, zinatupachika roho chafu. Kwa hiyo tunaanza kutimiza mapenzi ya shetani kuliko ya Mungu. Ndio maana Wakristo wengi wapo makanisani, vijana wengi, wabinti wengi wapo makanisani, lakini wanaishi kama mume na mke, wanazini kwenye uchumba, wanazini kanisani. Mchungaji na muumini wanazini, yani wanaona ni kitu cha kawaida, kwa sababu shetani amechukua ufahamu wa mwanadamu na amemtia roho chafu, kwa sababu hamtii Mungu. Maandiko yanakuhitaji umtii Mungu, umpinge shetani naye atakukimbia. Kumtii Mungu ni kufuata neno lake na sheria yake. Kumpinga shetani ni kuacha dhambi, na hapo ndipo unaweza kumpendeza Mungu na kuishi maisha yanayompa Mungu utukufu. Mwanadamu asipogundua thamani ya maisha yake, akaanza kujitoa akimtukuza shetani kwenye maisha yake, mwanadamu huyo asitegemee kupata mema kutokea kwenye maisha yake. Ninataka nikwambie hilo kwa sababu gani? Wengi leo matokeo ya maisha yetu ni mabaya, na tunaanza kumlaumu Mungu. Tunakimbilia kwa watumishi kibao, tunawekea mikono, tumeshaombewa sana, lakini hakuna matokeo. Tumesoma sana Biblia, tumeomba sana, lakini hatujagundua uovu tunaoufanya na tukauacha. Mwingine unaweza ushangaa anajifanya anafunga, anaomba, lakini huyo anakula hela ya kuongwa na wanaume au ya kuhongwa na wanawake, na anajifanya ameokoka. Kwa hiyo wokovu gani huo mwanadamu unaishi? Wewe mama ambaye unakuta unajifanya unashika Biblia kila wakati unaenda kuomba, lakini wewe ndo mzinifu, wewe ndo hausamehi, una uchungu ndani ya moyo wako, unaishi maisha bila msamaha, mwenye hasira, na unawalaani watu au watoto wako. Ni mwanadamu wa aina gani? Au ni mwanadamu ambaye ni mwanaume, lakini wewe ni mwenye chuki, huna upendo ndani ya ndoa, unahonga malaya, unatembea na wazinzi, lakini bado unajifanya unaenda kanisani
na unapiga magoti mbele ya Mungu. Unamwabudu Mungu gani huyo? Ni Mungu wa bahari au ni Mungu mtakatifu? Usipoosha mavazi yako na maisha yako, ukazidi kuingia madhabahuni kwa Mungu na uchafu, kuna wakati anaweza kukupiga hata stroke hapo kanisani. Anza kutengeneza maisha yako kwa masafi. Kumbuka Mungu wetu ni Mungu mtakatifu, na maisha hapa duniani kivuli tu cha Yesu cha kulipa gharama ndo kinatubeba, lakini Mungu angeshamaliza watu. Kwa sababu sasa hivi anapotaka kuhukumu tu, ina maana anaona Yesu ametuzingira, ina maana alishalipia deni ya dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo ni mwanadamu kupata akili kumjua, kuokoka na kuacha uchafu ili ale mema ya nchi na apate uhakika maisha baada ya hapa. Usipobadilika ukazidi kuishi maisha machafu, umebeba hirizi, unaenda kwa waganga, unazini, uko madhabahuni mchungaji, unazini na wanakondoo, unakula kondoo, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili lakini mzinzi, unavaa uchi, unavaa suruali, unafanya mambo ya ovyo. Hivi Mungu tunayemwabudu kwa nini tunamdhalilisha hivi? Kwa nini unavaa nguo fupi vimini, unatembea mapaja nje, unafanya uzinzi na zinaa? Kumbuka duniani hapa rafiki yangu, usipojirudi, ukarudi kwenye misingi, ukamwamini Mungu na kumheshimu Mungu kwenye maisha yako, ukawa tayari kufua nguo zako, ina maana palapanda la mwisho likilia, ambao muda wote kuanzia sasa inawezekana, ndipo utakapokuja kugundua kwamba dunia sio nyumbani kwako, bali ilikuwa ni sehemu ya kusafiri kwako. Na ukijikuta kwenye jehanamu ya moto, ndipo utakapogundua kumbe kuacha dhambi hapa duniani na kuacha uovu ilikuwa ni jambo jema kuliko kuwasikiliza watu ambao wanakutia moyo kwenye uchafu wako na dhambi zako, alafu mwisho wa mwisho unakuja kupata jehanamu ya moto. Stuka toka usingizini, acha kujiliwaza kwenye dhambi, amua kubadilika, usimame na Mungu, uombe rehema, utubu uovu wako ili Mungu akusamehe na kukuokoa. Nawapenda sana. Yesu anawapenda. Ndio maana alileta injili ya toba ili watu wasamehewe dhambi waone ufalme. Fedha ilikuwepo, hata maskini, hata wachawi wana fedha. Kwa hiyo vitu vya kimwili visikupeleke akili ukahisi ndo injili hiyo. Huo ni uongo, sio kusema ndo mpango wa Mungu. Si kusema kwamba mwanadamu hajaumbika kubarikiwa na Mungu, lakini baraka zipo katika kutii na kufuata sheria ya Bwana. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka ule mstari wa 14. Soma pia kitabu cha Isaya 1 kuanzia mstari wa 4 mpaka ule wa 20. Na pia soma kitabu cha Joshua 1:1 mpaka 9, na kitabu cha kile cha Zaburi 1:1 mpaka 6. Utagundua hichi ninachokuambia, na hapo ndipo utakapoelewa, na hapo ndipo utakapojua, na hapo ndipo utatoka usingizini, na hapo ndipo hutaangamia kama mtu asiye na maarifa, na hapo ndipo utajua Mungu wa kweli na Mungu wa uongo ni upi, na utajua nabii wa kweli na wa uongo ni upi, na hapo ndipo utasimama na Mungu, na hapo ndipo utastawi sana. Na wapenda, kumbuka mwenye haki ana vita kubwa sana. Mtu anayemhubiri Mungu wa kweli ana vita kubwa sana. Kumbuka mtu yeyote ni mwenye haki anayekuwa anafuata sheria ya Bwana ataanguka mara 7, atakuwa na vita kubwa, lakini atainuka. Ni kama Yesu au wanafunzi wake. Lakini ukiona tu unafanya vitu ili uwafurahishe wanadamu, sio kumfurahisha Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu, mwanadamu huyo anaenda kuharibika. Kumbuka mafundisho ya uongo yanaweza kuenea kama donda ndugu. Paulo alisema, lakini wewe simamia kweli na hakika utaona utukufu wa Mungu. Kumbuka siku ya mwisho, hukumu ikishatokea, mamilioni ya watu watasema, tulitoa miujiza kwa jina lako. Mara tulifanya hivi kwa jina lako. Tulitoa pepo. Tulihubiri injili. Hapo ndipo Mungu atasema, ondoka kwangu wewe mtenda maovu, mimi sikujua. Maana wa mwisho atakuwa wa kwanza, na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Usijihesabie haki, lakini wewe simamia kweli. Roho Mtakatifu akuongoze. Usimhukumu mwanadamu yeyote, simamia ile kweli na Mungu atakusaidia. Na wapenda, mpenda anayekuchukia, mbariki anayekuudhi, muombea anayekuudhi, mbariki anayekulaani, mwachilie uliyemshikilia, samehe na kusahau. Huo ndo msingi wa Mungu na maisha ya wokovu. Na wapenda, thank you for watching.